Hii ni Maisha Kamili. Twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia, kipindi cha Maisha Kamili Bible Project, tunaendelea kujifunza, na leo tuna somo zuri linalosema kosa kubwa kuliko yote. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Amen. Tunazidi kulitukuza jina lako kwa upendo wako na wema wako. Amen. Umetuleta tena siku ya leo. Tunakushukuru kwa kibali hiki. Amen. Tunakushukuru kwa ajili ya mfuatiliaji wetu. Baba, ombi letu ni kwamba utupe usikivu, tuweze kuelewa sawa sana mapenzi yako. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Kosa kubwa. Kosa kubwa kuliko yote. Unajua tuko katika masomo yanayotusaidia kukua katika ushirika pamoja na Bwana. Ndio. Bwana ni Bwana. Hivi katika zizi moja mafahali wawili wanaweza kukaa? Ni vigumu. Na Waswahili walisema kwamba hawakai. Katika zizi la Bwana, kanisa la Bwana, mabwana wako wangapi? Mmoja tu. Ni nani huyo Bwana? Kristo. Kuna watu mmoja walifanya kosa kubwa sana tena la kutojitambua. Luka 10:22. Luka 22. Walilifanyaje ili? Walikoseaje? Walipoteaje hapo? 22 mstari 24 mpaka 27. Luka 22, 24 mpaka 27. Inasema, yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala, na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Lakini kwenu ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikaye. Maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani au yule atumikaye? Siye yule aketie chakulani, lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu, nami nawawekea ninyi ufalme kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi. Unaweza kuendelea na kadhalika. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Alafu wanashindana, wanasema nani aliye mkubwa. Unajua wao ukubwa wa Bwana na ukubwa wanaoshindania ni vitu viwili tofauti. Ndio. Na wasingeweza kukaa kwenye zizi moja. Wao tafsiri ya Bwana Yesu, tafsiri ya Bwana ikoje? Tafsiri ni kwamba mkubwa ni awe mdogo, na mdogo ndio awe mkubwa, aheshimiwe. Kwa hiyo ni kwamba wanasema kwamba mfalme utawala, lakini kwa Yesu anavyosema kwamba mfalme awahudumie watu. Sasa hiyo ni tafsiri ya Yesu. Tafsiri ya hao jamaa wanaoshindana, wanataka madaraka, wanataka ukubwa, yani awe na mamlaka kuliko wengine. Ulishaona kwenye kura za maoni CCM kule, Chama cha Mapinduzi au chama gani huko, wanatamani nafasi ya uwakilishi wa jimbo. Mashindano. Sasa wanaanza kujiangalia hao wanaoshindana, wanajua utumishi wa umma ni kutumikia wananchi. Wao kosa kubwa sana ni kutojua uongozi ni nini, ukubwa ni nini. Wewe ni mkubwa, sio mkubwa? Wewe hapo ulipo. Mimi sio mkubwa. Yaani wewe ukifika kwenye nyumba yako pale, nikifika ngongo nasema nani mkubwa wenu hapa? Wewe hutajitokeza, mimi ndio baba yako.
Kwa ukubwa huo nitajitokeza. Ukubwa ni kuinama kama ulivyokuwa unainama hivi. Kwani Yesu yeye alipokuwa anasema ukubwa ni kutumikia. Watu walikuwa muiti baba, walikuwa muiti rabi, walikuwa muiti mwalimu, watu walikuwa muiti. Yesu amekataza tusiitwe wabunge, marais, tusiitwe viongozi, tusiitwe wakubwa. Hajakataa. Mheshimiwa mbunge, wewe huwezi kumuita mheshimiwa mbunge. Unamuita mheshimiwa mbunge. Wanaostahili hofu wapewe hofu, wanaostahili heshima wapewe heshima. Na wanaostahili heshima ni wakina nani? Ni watu ambao kulingana na tafsiri ya Yesu ni watu ambao wanataabika kwa ajili yetu. Wewe kama baba unahangaika kwa ajili ya watoto na familia. Mtoto anastahili kukupa heshima. Amina. Wewe ni mtumishi wewe pa. Na wewe nikikuuliza wewe ndio mkubwa hapa, sema ndio. Ukubwa wangu ukoje? Ni wa utumishi. Ukubwa wa utumishi. Mimi hapa ni mchungaji, sio mchungaji. Uweze kusema sisi wote ni sawa. Wewe. Mimi unajua mimi nahangaika kwa kanisa kwa ajili yenu kuliko hata ninyi, kuliko yeyote hapa. Kweli. Kwa ukubwa haijakatazwa, ila tafsiri ya ukubwa. Haya, mpaka mashindano kosa linatokea. Hivi kule kwenye baraza kabisa kuna uchaguzi wa viongozi. Pale mashindano yanatokea kwa sababu gani? Watu wanatamani kuwa wakubwa, wakatumike, wakakeshe, wakaombe, wakafanye mahubiri, wakakeshe kwenye nyumba za watu wakiwaombea na wakiwasaidia na kubariki. Wanatamani nini hasa? Wanatamani, wanaoshindania vyeo wanashindania ukubwa wa kimwili. Niwe nasimama mbele ya watu naongea, ni wanisikilize. Kwa hiyo hawajitambui nafsi zao, hawajitambui. Kama kuna yeyote aliyeingia kwenye nafasi yoyote kwa nia hiyo, hajitambui tena kwa sauti kubwa kwamba hajitambui. Kwa hiyo ana kiburi, ni kiburi. Haya mashindano ni kosa kubwa. Kwanza hujajitambua. Yule mwingine nafua alikuwa anajisifia mbele za Mungu. Wewe leo hapo uko tayari kumpiga kikumbo Petro, sijui Yohana, ili wewe upate kiti cha mbele. Umeenda mbali sana. Kosa kubwa. Ushaona mtu anakuambia, yaani wewe mtoto mdogo namna hiyo unisalimii shikamo. Yaani unajua kiburi, unataka unyenyekewe. Unataka unyenyekewe, utambuliwe kwamba yupo. Hivi ukitambua kwamba aliye mkuu ni mmoja, Bwana, wakupigiwa magoti ni mmoja. Wewe utahangaika na wewe upigiwe magoti kweli? Huwezi kuhangaika. Huwezi kabisa. Ukishajua kwamba magoti anapigiwa mmoja, muumba wa mbingu na nchi. Naye tunampigia kwa sababu anastahili. Anastahili nini? Kwa sababu amekaa tu kwenye kiti. Unajua Mungu anafanya kazi siku zote. Ndio. Angenyamaza hilo jua lingetembea kweli? Lisingetembea. Yuko pia anastahili, ndiye anatupatia chakula, ndiye anatuhudumia, aliyemtoa mwanao pekee, ndiye aliyetupa vyote. Kwa hiyo anastahili heshima, anastahili kutambuliwa. Marais wetu tunahitaji kuwatambua. Mtu anaweza kutoka hapa kama ni hivyo, mimi siwezi hata rais akipita hapa sisi. Lazima atambuliwe. Anatambuliwa kwa nini? Ni kiongozi. Anatambuliwa kwa kuhangaikia raia. Kwa sababu anahangaika kwa ajili ya raia. Kama anaua watu. Kama anaua watu basi anaenda. Unamtambua ba? Kama anaua watu anapaswa kutambuliwa. Kwa sababu kama ananyanyasa watu anastahili heshima. Mnyanyasaji sio wa kutambuliwa. Mwenye sikio na asikie. Yesu anataka watu tuheshimiane kweli. Yes. Lakini wanaostahili heshima ni akina nani? Ni watumishi. Viongozi watumishi. Rafiki yangu, naamini tunajaribiwa sana kutetemekea watu wanaodai sifa, wanaodai magoti yetu. Bila hivyo tutanyimwa mshahara, bila hivyo
hatutapata usalama wa kutosha bila hivyo. Kwa hiyo tunatoa heshima ya hofu, na tukiwalisha hofu zetu hao watu ndio wanapenda, ndio wanataka, na ndio tunazidi kuharibu na sisi wenyewe kujiharibu. Yesu ni mfano mwingine. Yeye anataka tumuheshimu kwa kuwa ametoa uhai, anatuhudumia, na anataka tuwaheshimu pia wale wanaotaabika kwa ajili yetu. Kwa nini tusikubaliane na ufalme wa Yesu na utaratibu wake katika jamii zetu? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako hili linaloshusha wenye kiburi, linalomaliza mashindano yote kwenye mabaraza ya kanisa, kwenye mabaraza ya uchaguzi, kwenye vikao vyote, kwa sababu watu wanatafuta madaraka kwa lengo la kujipandisha juu ya wengine. Hilo lisitokee kwetu wala kwa msikilizaji wetu. Hofu yako ikatawale, wewe tu ndio Bwana. Tukufuni wako mpaka wakati mwingine tutakapokutana tena kwa masomo kama haya, tupate kukujua Mungu wetu na kutembea na wewe, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo ambapo tumeona kosa kubwa kuliko yote. Basi siku ya kesho ni Alhamisi, tunakuja kwa somo linalosema mtazame yeye. Nani wa kutazamwa? Karibu kesho tujue ni nani tunapaswa kumtazama. Basi mwenyeji wako ni mimi Geoffrey Omondi, na mimi ni Enos Makalindile. Tukutane kwenye somo la kesho. Karibu sana.